Na haya ni majira maalum kabisa kwa ajili yangu na kwa ajili yako wewe ambaye umepata nafasi nzuri kabisa ya kunisikiliza kwa muda huu. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yako, aliyekupatia muda mzuri, aliyekupatia uzima na uhai, lakini zaidi sana aliyekuunganisha na hii madhabahu. Huenda labda ulipewa connection na rafiki, ulipewa connection na ndugu ya kwamba jiunge hapa, shiriki haya maombi, fanya hivi, lakini kiuhalisia nataka nikusaidie ni kwamba Roho Mtakatifu alitumika kuhakikisha wewe unakutana na hii madhabahu. Inawezekana kabisa kwa macho yako ya nyama, mimi labda nimekushirikisha, ama ndugu yako amekushirikisha, ama mtu fulani amekushirikisha, lakini the reality ni kwamba huu mpango ulikuwepo katika ulimwengu wa roho, na ni kutokana tu na mazingira unayoyapitia, wakati mwingine kutokana na shauku ulionayo ama kiu na njaa ulionayo kwa habari ya neno la Mungu. Na Roho Mtakatifu anatengeneza mazingira kuhakikisha kabisa unakutana na madhabahu ambayo inaweza kukusaidia. Kulieleza hili kwa uwazi ni kwamba hauko hapa kwa bahati mbaya. Upo hapa kwa makusudi maalum kabisa. Ni makusudi maalum kabisa. Mimi naitwa Pastor Innocent Mashauri. Haya ni maarifa ya kimungu kupitia madhabahu ya Siri za Biblia. Nimekupa maelekezo, lakini natamani niendelee kulifafanua hili zaidi, ya kwamba tumeingia kwenye mabadiliko ya ratiba za maombi ya usiku. Tuko kwenye mabadiliko. Na kwa nini mabadiliko? Naweza ukajiuliza hivyo. Natamani niliweke ili wazi, kuna baadhi ya vitu uweze kuvielewa. Kwanza, ile tu unasema masaa gani ni mazuri kuomba ama muda upi ni sahihi kuomba, nataka nijaribu kuliweka ili wazi. Masaa yote 24 ni sahihi kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yale tu masaa ambayo unaweza ukaweka kipaumbele katika kuomba kutokana na muda ulionao, lakini pia kwa wale ambao tunaweza tukawa tunaelewa ulimwengu wa roho unavyofanya kazi, ndio unaweza ukazingatia baadhi ya masaa fulani ukawekeza maombi yako pale, lakini haimaanishi muda mwingine usiombe. Pale ambapo unadhani kuna amani, ndio pale ambapo adui anainua shida. Na hii imewakuta watu wengi sana. Wanafikiri, yani unafika kwenye mazingira unadhani sasa I'm comfortable, naweza nikapumzika, naweza nisiombe, naweza nisisome neno la Mungu. Yale ndo majira ambayo shetani amekupumbaza ili ujisahau, alafu apate mpenyo wa kuyaingilia maisha yako. Na wengi wamekamatika hapo. Ile tu uliweka gap la kusema siombi leo, siombi wiki hii, sisomi Biblia wiki hii, ama sifungi wiki hii, nitafunga wiki ijayo. Ile tu umeweka gap. Jaribu kuangalia coming back yako ikoje. Ile tu kuja kurudi imekuwa ngumu sana. Kwa nini? Kwa sababu ulimpa adui nafasi. Ndio maana Biblia inatueleza wazi, wala msimpe ibilisi nafasi, usimpe nafasi. Kwa sababu once unampa nafasi, yani kwa nini Biblia inaeleza hili jambo? Inajua ya kwamba ukimpa nafasi, coming back yako itakuwa ni ngumu sana. Unaweza ukatumia energy ya kutosha kurudi kwenye ile nafasi ambayo awali uliichezea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo masaa yote 24 ndani ya siku nzima ni mazuri kuomba kabisa mbele za Mungu. Lakini kwa utendaji wa ulimwengu wa roho, ndio maana kuna baadhi ya mida, kuna baadhi ya majira huwa tunazingatia zaidi kuwekeza maombi pale. Kwa nini? Kwa sababu tunaingia kwenye vita, tunaingia kwenye mapambano katika ulimwengu wa roho. Neno la Mungu linaeleza kwenye kitabu cha Waefeso kwa habari ya vita tulizonazo. Sio vita za kimwili, ni vita za kiroho. Kuna mapambano ya kiroho. Sasa mapambano ya kiroho hayapiganwi wakati wowote. Hayo mapambano hayafanyiki wakati wowote. Kuna majira maalum ambayo adui anainua vita, na haya majira yapo kwenye malango. Mtu wa Mungu, nitaendelea kukufundisha zaidi. Adui anapenda kukaa kwenye lango ili ahakikishe yeye ndo anakuwa na maamuzi ya wewe unapokea nini, kitu gani kinaingia kwako na kitu gani kinatoka kwako. Jitahidi kunielewa. Hiyo ndo maana ya mlango. Mlango ni sehemu ambayo inaruhusu kilichoko ndani kiweze kutoka na kilichoko nje kiweze kuingia. Kwa adui wanatega kwenye mazingira ya lango katika ulimwengu wa kiroho. Sasa siku ina lango, masaa, majira yana lango. Kwa hata usiku una lango lake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tukizungumza kwa habari ya usiku wa manane, hapa tunazungumza kwa habari ya saa 6 kwenda mpaka saa 9 kule. Huu ndo muda, na haya ndo majira ambayo pia adui anatengeneza mambo yake, anatengeneza waovu na anatengeneza uovu kwa ajili ya kuwapata watu. Ukipata nafasi ya kukaa kwenye malango kama haya katika maombi, na ukawa na maombi ya muendelezo, unanena kwa lugha, unasoma neno la Mungu, unamtafuta Mungu, nataka nikwambie, utashangaa maisha yako yanafunguka. Utashangaa milango yako ya maisha inafunguka. Utashangaa kuna vitu vilikuwa wakati vinaenda kwa ugumu kipindi cha nyuma, unashangaa vinaanza kwenda kwa wepesi sana. Kwa nini? Kwa sababu umekaa kwenye lango na umemruhusu Mungu akusaidie pale kwenye lango. Haujampa ibilisi nafasi. Lango ni muhimu sana kuhakikisha unalitawala wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba ya madhabahuni ni 0758 70 8804. 0758 70 8804. Tunaingia kwenye ratiba yetu nzuri kabisa ya maombi ambayo yanaanza saa 6
na kuendelea, saa 6 usiku, na ni kila siku mtu wa Mungu, saa 6 usiku na kuendelea. Tunahakikisha tunaingia kwenye maombi ya saa 6 usiku na kuendelea. Tunaomba, kuna vitu ambavyo nataka nikusaidie. Tunaomba kwa habari ya maisha yetu, na tutazingatia mambo makubwa matatu. Unaposimama kuomba kwenye lango, kuna vitu vitatu ambavyo lazima uvizingatie. Huenda ukawa na vifahamu vingi, lakini najaribu kukuonyesha vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia. Vitatu. Kitu cha kwanza, unamshukuru Mungu kwa siku aliyokupatia ambayo ndo inakamilika. Unamshukuru Mungu kwa siku aliyokupatia ambayo ndo inakamilika, bila kujali hiyo siku imezalisha nini kwenye maisha yako. Neno la Mungu nasema mshukuruni Mungu kwa kila jambo, kwa sababu hayo ndo mapenzi yake. Mshukuru Mungu kwa kila jambo. Haijalishi umepata hasara, umepata faida, mwambie Mungu asante. Haijalishi umepata nini, umekosa nini, mwambie Mungu asante. Kwa hiyo ndo prayer point yetu ya kwanza kabisa. Tutakuwa na prayer point 3 kila siku. Prayer point 3. Prayer point ya kwanza, kumshukuru Mungu kwa hiyo siku ambayo ndo inakamilika. Lakini prayer point ya pili, ama ombi letu lingine ambalo tutakuwa tunaliombea kila siku, ni kwa habari ya kudhibiti maovu yaliyozaliwa kwenye siku ambayo inaisha. Jitahidi kuelewa, ili asiweze kuingia kwenye siku mpya ambayo tunaipokea. Manake tuna block. Kama siku ambayo inaisha tulipata hasara, manake tunasimama kuhakikisha hii hasara haitaendeleza tabia yake kwenye siku mpya. Kama kuna waovu waliingia kwenye maisha yetu, manake tunasimama kwenye lango kuhakikisha ya kwamba wanabaki kwenye siku iliyopita, hawataingia kwenye siku mpya, kwa sababu tunaamini siku mpya ni siku aliyoifanya Bwana. Lakini jaribu kuangalia kitabu cha Maombolezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombolezo 3:22 anasema ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndo prayer point ya pili ambayo tutakuwa tunaiombea kila siku, kudhibiti maovu, kwa sababu tunachokiamini ni kwamba hii ni siku Mungu ameifanya na ina baraka zake, ina kibali chake. Kwa hiyo ya jana ambayo yalileta shida kwenye maisha yako yasiweze kuvuka kwenye siku mpya. Prayer point ya 3 ama jambo la 3 ambalo tutahakikisha tunaliombea kila siku ni kwa habari ya kuisemesha siku mpya. Mwanzoni kabisa inapoingia, tunaamini mabadilishano ya siku yanaanza saa 6 kamili za usiku. Ile inaingia saa 6 tu, manake siku ya zamani inaondoka na siku mpya inaingia. Kwa hiyo ombi letu la 3, tutakuwa tunaisemesha siku mpya mwanzoni kabisa inapoingia, kuhusu wema na fadhili za Mungu kufuatana nasi kwa masaa yote 24 ambayo yatakuwa mbele yetu. Jitahidi kuzingatia hii ratiba, ni ratiba mpya. Mungu akupe neema ya kushiriki, kwa sababu ni maombi ya muhimu sana kuliko unavyodhani. Na kueleza ukweli, Roho Mtakatifu ametupa haya maelekezo, ni maombi ya muhimu sana kuliko unavyodhani. Tunaanza saa 6 kamili za usiku, sio tena muda mwingine ambao labda ulikuwa unaujua. Jitahidi sana, na maelekezo zaidi kila siku yatakuwa yanaachiliwa kwenye magrupu yetu ya WhatsApp kwa habari ya mistari ya kusimamia kwenye maombi, namna ambavyo tunaingia kwenye maombi na kila kitu. Hata link ya maombi yetu kwenye YouTube channel itakuwa inapatikana, itakuwa inatumwa kwenye magrupu yetu ya WhatsApp. Mimi naitwa Pastor Innocent Mashauri. Ninakupenda, lakini Mungu anakupenda zaidi. Hakikisha tunaingia kwenye haya maombi. Ni maombi ya kusimama kwenye lango kwa ajili ya kuhakikisha kinachoingia na kinachotoka, wewe ndo unaamua kinachoingia kwenye maisha yako na kinachotoka kwenye maisha yako. Muamuzi wa mwisho akawe ni wewe. Unanielewa vizuri? Nikutakia wakati mwema. Get ready. Mungu akupe kibali, na tunaanza rasmi saa 6 kamili za usiku. Shalom kwa sasa. Wewe ni Bwana uniponyaye, wewe ni Bwana mponyaji, lituma neno lako liponye. Wewe ni Bwana ponyaji, wewe ni Bwana uniponyaye, wewe ni Bwana ponyaji, lituma neno lako